Na hujambo mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, bibi, mama, shangazi, dada, karibu kwenye Sauti ya Wanawake ambao tunakutana nao kwa lengo la kuzungumza nao safari ya kufahamu mengi kuhusu wao, ya mafanikio, ya huzuni, ya kufurahisha, yote tunaweka kwenye sauti moja na kuisikiliza ndani ya TBC na kuitazama ama kuwatazama wale ambao walithubutu katika nyanja mbalimbali. Na hii leo basi tutakwenda kuzungumzia masuala ya vikoba. Ni safari ambayo wanawake wengi kwa wakati huu wamekuwa wakikimbilia. Wanakimbilia kwa sababu wakiamini ni sehemu ya ukombozi wao kwenye kuweka akiba, kwenye kufanya mambo yao ya maendeleo. Yawezekana mwingine anasema wanacheza vikoba kwa sababu ya kwenda kufanya shughuli mbalimbali, lakini kwanza tu kuweka akiba ni sehemu ya mafanikio yenyewe ambayo wanawake kwa wakati wanajipiga vifua na kushangilia kuweza kufanikiwa kuweka akiba katika maeneo mbalimbali. Kwenye vikoba kuna nini? Yapi ya kujifunza hii leo? Safari ya hao wenye kuanzisha vikoba ilikuwaje? Hilo ndio kubwa ambalo tutalijadili siku ya leo katika Bi Mashada. Nikukaribishe bibi, mama, shangazi, dada, lakini hata na ninyi wenye vyeo tofauti ambavyo ni kina baba, tunawakaribisha muweze kulipata hili darasa, kwa sababu vikoba sio vya kina mama peke yao. Akiba sasa hivi tunasema tuweke sote, lakini tuliyemtembelea kama kawaida Bi Mashada ni dada ambaye atakwenda kutueleza safari yake ya kuweza kumiliki hiki anachokimiliki kwa siku ya leo. Karibu katika Bi Mashada ya TBC1. Naam, kama nilivyokueleza mtazamaji, tunataka kuzungumzia vikoba. Tumtambue mgeni wetu kwa siku ya leo, Bi Mashada wetu wa siku ya leo. Karibu sana Mariam. Asante. Mimi nimekutambua kwa Mariam. Mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa sasa, huenda pia ambao ulisoma naye anakujua hivyo hivyo kwa Mariam, lakini kwa yule ambaye hakufahamu, karibu jitambulishe. Asante. Kwa majina naitwa Mariam Kwanga, ni mwezeshaji na msimamizi wa vikoba vilivyosajiliwa. Lengo ni kuwasaidia vijana wengi kufikia malengo yao ya kiuchumi kwa kupitia vikoba. Mariam, safari ya kuwasaidia na kuwawezesha vijana kutoka walipo, lakini hata na wewe mwenyewe naamini utakuwa ni sehemu ya familia hivi vikoba. Ilikuwaje? Wazo lilitokea wapi? Ikawaje mpaka sasa uko hapa ulipo? Wazo ni kwamba vijana wengi ikiwemo mimi tulikuwa tuna ndoto kubwa, lakini kuzifikia zile ndoto tulikosa mitaji. Sasa nikawaza nikiwa na vikoba ambavyo vitawarahisishia hao watu kupata hiyo mitaji, itatusaidia kufikia malengo yetu makubwa. Kwa lengo lilikuwa ni kupata mitaji ya kufikia ile malengo yetu na kujitegemea kiuchumi, nikiwemo mimi mwenyewe. Kwa kupitia changamoto ile, nikaona wazo zuri ni kuanzisha vikoba. Wakati unazungumzia kwamba lengo ni kukusanya ili kupata mtaji, ungeweza kuuliza hiko unachokikusanya ili kupata mtaji na chenyewe huenda ikawa ni mtihani, ama inawezekana mwingine hajui kwamba hiko alichonacho ndio safari ya kupata mtaji. Wewe ulikuwa unafanya vipi ama mnafanya vipi kupata hizo za kuja kuweka kwenye kikoba? Kuna shughuli mko mnafanya ama wewe safari yako ilikuwaje? Hapo unajua hakuna kiasi kidogo, hakuna mtaji mdogo. Ule mtaji mdogo ukiutunza na ukauheshimu unakufikishia mafanikio yako makubwa. Lakini una utunzaji, ndio tukaleta vikoba kuwapa elimu. Ukipata elimu sahihi ya nidhamu ya pesa, huwezi kuona pesa ni ndogo. Kwa pesa hiyo iliyokuwa ndogo utaitunza na utafikia mafanikio yako. Mariam alianzaje? Kwa kutamani mafanikio, sio cha kwanza, lakini pia mamangu ni watu wale wa kwenye vikoba, namuona miaka mingi. Wakati vikoba vilikuwepo? Maana ukimzungumzia mama hapa kuna mweza sema hivi nyakati hizo vikoba vilikuwepo. Vikoba vilikuwepo. Kulikuwa kuna mfumo wao ambao walianza nao vikoba. Kwa sasa hivi tunaoendelea navyo tunajaribu kurekebisha ile mifumo ili tuende sawa na kizazi cha sasa, lakini vikoba hata siku nyingi vilikuwepo. Kwa kupitia ile kuona mama anaingia vikoba, anatoka, anatulipia ada, maisha yanaenda, nikaona kumbe kupitia vikoba unaweza kufanya kitu. Kwa safari yangu ilianzia hapo na kwa kutamani mafanikio zaidi kwa vijana na wamama. Hiyo hamu ya kutamani mafanikio, yaani kuna kitu hapo unajua unachelea kutuambia. Safari yani ilikuwaje? Ulianza wakati gani? Kampuni unayomiliki kwa sasa, hukulala tu kamka Mariam ukawa nayo. Kuna kwa safari hapo kuna kanjia, kuna namna tu ulipita hapo. Hebu tusimulie ilikuwaje ili mwanamke anatufuatilia kwa wakati huo ajue kwamba kumbe naweza nikaanza na 1 nikafika 10. Huko nilipotoka nilikuwa nasoma shule ambayo ya kutwa. Naenda na kurudi jioni. Kwa shule tunapewa ile hela ya kutumia.
Ile hela ya kutumia nilikuwa naiona naweza kuweka akiba hiyo kidogo, nikaendelea kupata hela nyingi. Kwa nilianzisha vikoba shuleni, tulikuwa tunaweka shilingi 200 kwa kila mmoja wetu. Kwa tunaweka zile 200, tulikuwa tukopeshani kwa sababu hatuna biashara ya kufanya. Lakini lengo ni kuweka akiba ili kama unatamani kununua kitu au kufanya kitu kupitia hela yako ya shule, uipate hela kwa pamoja ununue. Kwa tulikuwa tunaweka shilingi 200 wanafunzi, ikifika siku ya kufunga shule tunavunja kibubu chetu chenye 200 zetu, tunagawana kila mtu na hela yake, anaenda kufanya kitu anachotaka kukifanya. Enzi hizo hakukuwa na, sababu si wote mnaweza mkakutana wenye mlengo unaofanana. Tusimulie wakati huo utoto mkicheza mchezo huu ama vikoba hivyo, ilikuwaje? Nani alikuja na hilo wazo akasema tuchezeni 200 katika hela tunayopewa shule, au tufanye hiki katika hela tunayopewa shule? Tusimulie Bwana Mariam. Ni kama kuna kitu unatunyima wanawake wengine ambao huenda ndio ikawa funzo kupitia wewe. Kama nilivyokuambia, nilikuwa namuona mama yangu akitoka vikoba anakuja na hela, na yani najaribu kudadisi kidogo, nagundua wanafanya nini vikoba. Kwa nikapeleka wazo kwa wanafunzi wenzangu, so wote waliolikubali, walioamua kulikubali wale wachache, tukaanza. Na tulianza tukiwa wachache, tulikuwa 5. Lakini siku ninavyozidi kwenda wakaongezeka watu. Ambapo ilikuwaje sasa katika hiyo safari ya kutoka sasa kwenye mchezo wa wanafunzi mpaka kuja sasa kumiliki hiki unachokimiliki? Kutoka shule nikahamia chuo. Chuo tulikuwa tunaruhusiwa kufanya biashara. Mfano mimi nilikuwa nachukua mitumba Karume Jumamosi, Jumatatu nampa mtu. Kwa kila siku kama mtumba ni 5,000, kila siku ananipa buku. Sasa ile buku, kwenye zile buku mara siku 5 hadi Ijumaa kuna faida yangu. Kwa nikaanzisha kila Ijumaa tunaweka pia kiasi kwenye vikoba. Kwa kuanzia pale chuo ndo nikaona kwamba hiki kitu sitaki kukifanya tena kwa udogo. Nikaendelea kufanya hivyo mpaka ilipofika 2020 sasa rasmi nikaamua kusajili. Baada ya kuona watu wanaotaka kuingia ni sehemu tofauti. Sio wale tena wanafunzi wenzangu ambao wananifahamu, wasio nifahamu pia. Na nilianza kwa kuposti pia mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo nikaamua kuanza rasmi kwa kusajili na kufuata zile taratibu zote. Baada ya hapo sasa nikaanza kupata wanachama kutoka sehemu tofauti na tukaendelea mpaka hapa. Mariam, tuje kwenye mtaji. Pasina shaka katika zile 200 kwa ndio ulipata mtaji wa kwenda kuanzisha biashara ya mtumba. Unasema ulikuwa unapata 5,000 lakini wakati uko shule. Kuna mwingine anaweza akaa anaona sasa nimeenda shule, niko chuo, nianze tena kufanya biashara. Ulipata wapi wazo sahihi la kusema uuze mtumba, na kwa nini haikuwa biashara nyingine? Kwa chuo nilichagua mitumba kwa sababu niliona watu wanahitaji kuvaa. Mtu anatoka mkoani akija anakuwa anatamani apate nguo za gharama ndogo lakini nzuri. Hivyo kupitia hela yangu ambayo nilikuwa napewa ya matumizi, sikutaka kuiweka tu ndani. Nilikuwa na utaratibu wa kupewa kwa mwezi. Kwa hiyo zile 5,000 kwa mwezi ni 1,500,000 ambayo nilikuwa napewa kwa ajili ya chuo. Naichukua kiasi naenda kununua mitumba ili kuendelea kuizalisha. Hata kama naendelea kula lakini ile inaendelea kunipa faida. Kwa hiyo mtaji wangu mimi niliupata kupitia hela zangu za matumizi, sikutaka kuziweka. Ukupata mkopo wa serikali? Sikupata. Hebu tupangie budget ambayo ulikuwa unapewa nyumbani mpaka ukaweza kupata kiasi ambacho ulikuwa unakiwekea kama akiba. Matumizi yako yalikuwaje? Mimi nilikuwa napigia hesabu ya kutumia shilingi 5,000 kwa siku. Chuo nilichokuwa nasoma kilikuwa na utaratibu wa kantini 5,000 ambayo mzazi atakiwa alipe moja kwa moja chuo. Lakini mimi nikamwambia mama anipe hiyo hela, mimi nitaitumia mwenyewe ili nisilazimishwe kuitumia 5,000 yote iishe. Kwa matumizi yangu yalikuwa nakula mara 2 tu. Ni kila mida saa 5 saa 6 buku yangu, kwa sababu kwa chuo nilikuwa nasoma kwa kuna miogo, kinywa na juisi ya 500, buku umeshiba. Nakula na usiku hivyo. Kwa hiyo nikanaweka kwenye kila 5,000 naweka shilingi 2,000, inategemea siku pia. Kwa muda gani uliweka hiyo fedha? Kipindi chote ambacho niko chuo. Na haikuwa mbali na shule? Kwa maana nilipokuwa naishi hapakuwa mbali na chuoni? Palikuwa mbali. Kwa hiyo ulikuwa unatumia na nauli? Hapana, nilikuwa nakaa hostel. Hivyo gharama za hostel zinalipwa moja kwa moja. Ambao hailipwi moja kwa moja ni hela ya kula tu ndio nilikuwa napewa mkononi. Kwa hiyo gharama zingine zilikuwa tayari zishalipiwa. Hela ya kula tu ndio ambayo nilikuwa naishika mwenyewe na nilikuwa naweza kuipangia bajeti mwenyewe. Mariam, kwa mwanafunzi wa chuo, mdada hata mkaka ambaye anatufuatilia kwa wakati huu, huenda akawa anasubiria pengine ajira baada ya kumaliza shule. Lakini pia huenda anapokea boom ile hela ya mkopo kutoka serikalini.
unaweza kumwambia nini wakati huu ambao anatazamia kuyaendea masomo yake amalizi akasubiria ajira, ama unamuonyesha mwangaza upi wa kuweza kujiajiri tofauti na kusubiria ajira? Kwa kijana ambaye yuko chuo kwa sasa, kama ana wazo bado la kusubiri ajira, nadhani bado anachelewa, kwa sababu fursa ziko kuanzia hapo aliko chuo. Viko vitu vingi watu wanafanya wakiwa chuo, mfano biashara kama hizo. Lakini kuna watu wana laptop. Sote ambao tuna wazazi wetu wanaweza kutupa hizo laptop. Zile kazi za stationery kuna mtu yuko chuo anazifanya yeye na anapata hela. Kwa chuo kama chuo kuna fursa nyingi, waziangalie hizo fursa kwanza kabla hajasubiri ajira baada ya kumaliza. Kando na kumuona mama, kuna namna utaweza kujifunza zaidi elimu ya fedha, akiba hivyo kuweka? Ndio, kama nilivyokuambia 2020 niliamua rasmi kufanya vikoba kwa uhakika. Kwa baada ya kusajili nikawa natafuta wataalamu. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Kelvin Kibenje. Ni mtaalamu wa masuala ya kifedha. Kwa yule ni mara nyingi hata kwenye vikoba vyangu namtumia kwa ajili ya kuelimisha watu. Kwa hiyo tunavyoendelea kupata elimu kupitia kwa wataalamu kama hao ndio tunavyozidi kujijenga. Mpaka sasa ni yapi ambayo kikoba ama kile ulichokianzisha kimekupa majibu ama matokeo yale uliokuwa unayatazamia? Kwa sababu mwanzo ulikuwa unasema unapambana kwa ajili ya kufika pahali. Ni kwa namna gani mapambano hayo unayaona yakizaa matunda? Namshukuru Mungu. Kwa mpaka sasa hivi nimefanikiwa kumiliki shule ambayo ishafanywa usajili kabisa, na ni shule ambayo nimeijenga mwenyewe kupitia vikoba. Kupitia vikoba napata mikopo nafuu ambayo nailipa kwa muda wa kutosha, yani sibanu. Kwa hiyo nikichukua mkopo mwezi wa kwanza na uwezo kulipa mpaka mwezi wa 12. Kama na malengo ya kufanya jambo hilo moja kwa mwaka, maana yake naweza nikachukua nikalipa kidogo kidogo. Kwa kupitia vikoba nimefanikiwa kumiliki shule ambayo ina usajili, na mpaka sasa shule yangu ina wanafunzi 22. Ndio umeanza? Umeanza. Kando na shule na biashara za maduka ya dawa ya kawaida DLDM. Unawezaje kuwapata watu, kwa sababu tunasema ukiwa umeingia kwenye jambo likishahusisha tu fedha tayari kuna namna hapo, yani kuna kutokuaminiana, kuna wewe utakimbia, kuna wewe utafanya nini? Utatuambia pia kwenye safari yako kama kuna mazingira kama ushakutana nayo. Changamoto hazikosekani, lakini la kwanza ili niwapate watu najitahidi kuweka mazingira ya uwazi na uaminifu. Kwenye swala la pesa, ukishakuwa na uwazi na uaminifu, ni rahisi sana watu kukuamini. Ninachojitahidi ni hicho, kuweka uwazi na uaminifu. Lakini changamoto ambazo nazipitia zipo, changamoto nyingi sana. Kama nilivyokuambia awali, vijana hawajaelewa bado vikoba ni nini. Kwani vikoba ni nini, Mario? Vikoba ni vikundi vya kuweka na kukopeshana pesa kwa riba nafuu na kwa masharti rahisi. Lengo la vikoba ni kutokana na vijana wengi hasa wanaoanza maisha wanakuwa hawana access ya kukopa sehemu kama benki. Kwa hiyo kuja kwenye vikoba inawarahisishia wao kuanza mafanikio yao kidogo kidogo mpaka kufikia mafanikio wanayohitaji. Kwa ni urahisi, ni sehemu rahisi ya mtu kuweka akiba kwanza, kuwa na discipline ya hela, lakini pia kupata mkopo nafuu. Unadhani ni nani mwenye jukumu la kuwapa elimu vijana wajue umuhimu wa vikoba? Kwa sababu ushasema ni changamoto, hawana hiyo elimu, na huenda wewe umefika ulipofika, na naamini unayaona manufaa ya vikoba. Kwa sababu ulipata hiyo elimu sahihi ya vikoba na unamiliki. Kwa namna gani kupitia umiliki wako utaifikisha elimu hii kwa vijana ambao leo hii ndio nguvu kazi ya taifa, ndio wanaotazamia ajira, wanaosema hakuna mitaji, ili hali wewe ulianza kuwekeza na ukapata mtaji, ama kuelimisha vijana wenzio wajue kwamba kupitia vikoba mtaji utapata huko? Kwanza, kama ningepata nafasi ya vijana wote wakasikia ninachokiongea, yani vikoba sio kitu cha kukidharau, na wala wasikichukulie simple, na wasiseme ni vya wamama, hasa vijana wa kiume. Kikoba kwangu mimi ni maisha, ni elimu, lakini pia ni njia salama ya kufikia mafanikio yako. Kwa hivyo vijana wote wanaohitaji maendeleo ya kweli ni vizuri wakajiunga na vikoba ambao viko salama, lakini pia kwenye vikoba watafaidika na vitu vingi. Watapata elimu ya namna ya kuhifadhi pesa zao, lakini pia watapata ile discipline kwamba anajibana, yani lazima ajibane aweke. Kwa hiyo itamsaidia kufikia malengo yako kwa namna hiyo. Hivyo vijana wachangamkie fursa, wajiunge na vikoba
waendelee kufikia mafanikio yao. Mariam, nini hasa unafanya kwenye kampuni yako kwa sasa hivi? Ambacho nakifanya mimi ni kusimamia, kuelimisha na kuhakikisha kila mwanachama wa kwenye taasisi yetu ya vikoba anafikia malengo yake. Mnakutana wapi? Mnapatana wapi? Na unajuaje huyu anaweza akaendana nasi kwenye safari yetu? Si mbabaifu, sio utapeli, si kwamba ataingia siku mbili atoke. Kumjua mtu mbabaifu au sio mbabaifu kupitia tu kwa kumwangalia sio kweli. Lakini kama nilivyokuambia, kisha kuwa mwanachama tunampa elimu, tunakaa naye chini. Wanachama wanatofautiana vipato, kulingana na kipato chake afanye nini ili afikie mafanikio yake. Lakini pia ni faida gani anazipata kwenye vikoba na kwa nini asiwe mbabaifu kama ulivyosema. Kwa kuwapa elimu, wakielewa vizuri na wakajua umuhimu wake, inatusaidia sisi. Tunawapata kwa njia nyingi, lakini njia nyingine wanachama hao wanaletana. Nilianza 2020 nikiwa na wanachama 45 kwenye katiba yangu ya kwanza. Lakini mpaka sasa tuna wanachama 320. Wanachama waliokuwa ndani ya Dar es Salaam na waliokuwa nje ya Dar es Salaam. Tunawapataje sasa? Mmoja akituamini, akafanywa huduma nzuri na akajamisha kwamba ni sehemu salama, yeye analeta na mwingine. Kwa sisi ni kama cheni, watu wanaletana wao kulingana na huduma ambazo wanazipata kwetu. Wanaitana, wanaletana. Inawezekana kikoba chenu ni tofauti na vikoba vingine. Hebu tueleze utofauti kama upo. Sisi vikoba vyetu tofauti na vikoba vilivyozoeleka ni kwamba sisi tuna focus na uchumi na maendeleo. Hatuja focus na mambo ya kijamii. Hatuna utaratibu kwamba mtu akifiwa tumchangie. Hatuna utaratibu kwamba mtu akiolewa, hatuna. Sisi tuna focus na mwanachama aweke akiba yake, apate mkopo wake rahisi na arejeshe kwa muda wa kumtosha ili afikie malengo yake. Kuna malengo ya mtu kwenda kufanya shughuli na zenyewe ni sehemu ya mnafanya kwenye vikoba? Hatufanyi, ndio maana kabla hajaingia tunamwambia kabisa huku kwetu hatuna malengo hayo. Sisi malengo, ukiwa kwenye kikundi malengo ni ya pamoja. Kwa lengo letu la pamoja ni kufikia uchumi ambao tunauhitaji tujitegemee. Kwa swala la kijamii, unaolewa, unaoa, unafanya nini? Hayo malengo sisi usije nayo hapa. Kwa hiyo tunampa maelekezo kabla hajajiunga ili ajue anaingia kwenye kitu cha namna gani. Ni maelekezo gani ambayo yapo ambayo atamfaa mwanamke mwingine ambaye anafuatilia kwa sasa ambayo yapo kwenye kikundi chenu? Cha kwanza kabisa tunakaa naye, tunamuelekeza kwamba utaratibu wa kutunza pesa zetu ni kwa njia ya vikoba. Lazima awe na line ya simu. Lakini pia awe na uwezo wa kuweka hiyo hisa ambayo inahitajika kuweka kila muda unapofika. Sisi tunaweka kila wiki. Lakini pia awe na uwezo wa kukopa na kurejesha. Asikope akiwa hawezi kurejesha. Ndio maana tuna wanachama ambao wanaweza wakaja kwenye kikundi na mpaka tunavunja hawajawahi kukopa kwa sababu anajua sasa sina uwezo wa kurejesha. Huyu ambaye hajakopa faida inakuwaje? Kwenye mikopo yetu tunaweka riba nafuu. Lengo la kuweka riba sio kuwakomoa watu, lakini kuwafanya watu wawe pancho, wajue kwamba hii ni hela, wafanyie kazi na wairudishe. Kwa zile riba nafuu zinazopatikana ni faida ya wanachama wote. Hata mwanachama ambaye hajakopa basi ile faida anafaidika nayo. Lakini na hizo elimu ambazo zinaendelea kila siku. Mnaona wapi kikundi chenu pengine kwa miaka 2, 3, 5 kuendelea? Kikundi chetu nakiona mbali sana. Kwa sababu lengo langu lilikuwa ni kuwasaidia vijana kupata mitaji mpaka sasa hivi na vijana 300 naona miaka hiyo 2, 3 tutakuwa nimewatoa vijana wengi kwenye fikra za vijana 300 ambao tunavyozungumza. Pengine Mariam, tuambie wana shughuli gani au ndio bado wanadunduliza mtaji? Kwa sababu wapo walioanza siku nyingi, wapo wanaojiunga kila mwaka huu hivyo. Kwa hao walioanza siku nyingi tayari unakuta washafanya mafanikio yao ya kiuchumi. Kama alikuwa mtu anajenga, kuna muda waga tunanunuliana viwanja. Unakuwa kwenye vikoba, lengo la vikoba mkivunja kila mmoja apate sehemu yake na anachagua mwenyewe eneo. Kwa tunaenda mimi na uongozi, tunamlipia kiwanja, hatumpi cash. Tunamlipia kiwanja, tunamkabidhi hati yake. Kwa malengo ambayo yamefikiwa ni kwamba vijana wengi washafikia malengo yao waliokuwa wamejipangia. Hawa wapya wanaoanza, malengo ambayo tushaanza nao ni kwamba wameshaweza kujidhibiti na kuweka akiba. Hilo ni fanikio pia. Mariam, tusaidie. Yaani kwa maana kwenye kile mnachokifanya, yaani kwamba mnakutana wanachama ambao tunasema kwa sasa hivi tunahitaji kucheza kikoba cha viwanja au kikoba cha kununuliana magari, kikoba tuelezee hapo mnafanyaje? Kama ulivyosema, kwenye vikundi tunakuwa na malengo. Yaani ili ufanikiwe lazima uanze kwa malengo. Kama hauna malengo maana yake hautofanikiwa. Sasa mtu akija anakuambia kabisa
mwanzo tunawapa uhuru wa kuongea nao, kwa mtu anavyofunguka ndo unaelewa huyu lengo lake ni lipi na unamweka na watu gani. Kwa hiyo tukiwapata wale ambao na malengo yanaenda sambamba, basi tunawawekea utaratibu na wanafanikisha lengo lao kwa pamoja. Kwa muktadha huo mna vikundi vya aina tofauti tofauti. Ndio. Mpaka sasa unasimamia vingapi katika awamu ya 3? Mpaka sasa hivi vipo vikundi 12. 12 ambavyo sasa tuibie tu siri. Sasa hivi wapo kwenye hatua gani za kuwawezesha huko kiuchumi? Na si mbaya ukatuambia tangu mmeanza, umetuambia kuna ambao tayari mmeshawanunulia viwanja. Safari ya kuendelea kuzifikia ndoto zao zikoje? Kwa mfano kikundi cha mwaka huu hicho cha ambacho kipo kwenye idadi ya vikundi 12 ni cha kutoka mwaka jana walionunua viwanja. Mwaka huu lengo lao ni kuanza kunyanyua. Kunyanyua wanahitaji simenti na matofali na nondo, vitu ambavyo mpaka lenta. Kwa wana kila mmoja na bajeti yake. Tunatafuta bajeti ambayo itaweza kuwafaa wote. Tunaiweka pale, kwa kila mwanachama anaweka kiasi ambacho cha kukizi ile bajeti ya kunyanyua nyumba ya aina hiyo. Kwa mwaka huu, mwaka jana walipata kiwanja, maana mwaka huu wanaendelea ili wanyanyue jengo. Kwa hiyo mafanikio yanaendelea kuendelea, hatukomi tu pale tunapokabidhi mtu kiwanja. Hapana, tunaendelea kumuendeleza mpaka afikie malengo yake. Mwalimu, tuibie siri vile mnavyofanya, kwa sababu kama hivyo unasema walifanikiwa wakanunua viwanja. Sasa hivi mnataka wainuke kutoka kwenye kiwanja kupandisha. Pengine mnafanyaje yani ili kuwaweka kwenye mstari mmoja kama hivyo, kupata bajeti itakayofanana kwa wote, ili ajue kwamba mimi kila wiki natakiwa 10,000, natakiwa labda laki, natakiwa Kama nilivyosema, nyumba, viwanja vinatofautiana eneo moja na lingine. Bajeti yetu sisi labda ni milioni 4. Ukitaka kiwanja cha milioni 6 means hiyo mbili nyingine utatafuta wewe, lakini ukitaka cha milioni 3 maana yake utapewa kiwanja na milioni 1 utaweka. Kwa hiyo tunaweka kwenye usawa kwamba tunataka milioni 4. Sasa milioni 4 tunaipataje? Tunaigawa. Tuna wiki ngapi? 50. Basi milioni 4 gawanya kwa 50. Kila wiki leta kiasi. Ikifika mwisho wa mwaka, wewe mwenye kiwanja cha milioni 3 utapewa kiwanja lakini na milioni 1 yako. Wewe mwenye kiwanja cha milioni 4 utakuwa umepewa kiwanja tu. Cha milioni 6 ina maana imezidi kile kiwango chetu. Mariam, kuna ambao wanaoanza kabisa mnawatamia kwenu, kwa sababu ukizungumzia kwa ambao walete hela kwa wiki, kwa mwezi au kila baada ya nusu ya mwezi, ina maana hawa tayari wameshajiweza. Wana shughuli wanafanya. Inawezekana mlianza nao tayari wameshasogea. Hawa ambao ndo wanajitafuta, pengine wanafunzi wa vyuoni ambao ndo wanajitafuta, ni kwa namna gani mnawafikie na wenyewe ili waanze kuweka akiba mapema, wafikie kuja kujiajiri kwa baadaye? Sisi ambacho tunakifanya, juzi tulikuwa na kikao na watoto wa chuo kwa ajili ya kuwapa elimu ya vikoba. Kwa hiyo tuna hisa ndogo ambayo ni shilingi 1,500 mwanachama anaweka. Kwa muda gani? Hii ni hisa moja. Kwa mwanachama anaamua kwa wiki aweke ngapi. Ukiweka kwa wiki nzima maana yake unakuwa umeweka hisa 7 ambayo ni 10,500. Sasa mwanachama ambaye anaweza kuweka 1,500 leo anaweka, anaweza kusubiri mpaka siku ya mwisho ya wiki aje kuweka hela yote, pia anaruhusiwa kwa sababu ya mfumo tulionao. Kwa hiyo anaangalia anaweza kuweka kila siku au kuweka kwa pamoja. Tumewafikia hawa wanachama wanaoanza kwa sababu tumeweka kiwango kidogo sana ambacho tunaamini kwa mtu anayehitaji mafanikio na maendeleo lazima atajitahidi apate hicho kiasi kwa wiki. Mariam, tunapoenda kumalizia, pengine unatamani nini kifanyike ili ninyi mnaowatazama vijana waweze kuibuka na kuwa wakubwa, lakini pia na wewe matazamo yako ya kuwaona hao ulioanzisha kwenye vikoba au unaowasimamia na kuwaratibu wakifika mbali? Mimi ambacho nakiona, kwanza kwa wahusika wenyewe wanaohitaji kufanikiwa, wawe tayari kupokea elimu ambazo zinatolewa, lakini pia vikoba ichukuliwe kama ni jambo kubwa, lifikishwe elimu mpaka vijijini, mpaka sehemu ambazo elimu haifiki. Kama nyinyi mmefika hapa mmenisaidia, tunaweza tukafikisha hizo taarifa kwa watu mbali. Lengo ni elimu tu na taarifa wafikie wengi ili wachukue hatua waweze kufikia mafanikio yao. Mariam, mwito wako kwa mabinti ambao wanatufuatilia kwa wakati huu? Mabinti wanatakiwa kwanza wathubutu, waamini kile ambacho wanaweza kukifanya. Kama mimi nilivyoamini upande wa vikoba, kwa wanawake wasiogope kuanza. Chochote ambacho anakiona kina manufaa kwake akifanye, na akifanye kwa ukubwa. Tusifanye tu vitu kawaida. Tunaona sasa hivi hata serikali yetu imeweza kumwamini mwanamke, amekuwa rais. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanawake wakipewa nafasi
wanaweza kufanya chochote. Wanawake mkiaminika mnaweza, ukiamua kuianza safari ya kuyafikia mafanikio inawezekana, kwa sababu hata lilodhaniwa haliwezekani limewezekana. Niseme asante kwako mtazamaji kwa kuwa nasi tangu tulipoanza Bimashada mpaka wakati ambao tunakamilisha. Mimi ni Shamim Mlacha, tulikuwa na Mariam anasimamia watu kwa ajili ya kufikia ndoto zao. Na tunaamini fedha bwana ikikaa kwa mwanamke haipotei. Hata ukiratibu vizuri, mama ndio anaanza kwenye kupanga bajeti pale nyumbani. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Shamim Mlacha, endelea kutazama TBC1.